Ninaitwa Salma Mrisho Juma, nina ulemavu wa macho. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Nimefanya usaili wangu wa kuandika wa Kiswahili na wa literature katika mkoa wa Dodoma. Nimefanikiwa kupata ajira kwenye somo la Kiswahili. Nimepangiwa katika wilaya ya Mpwapwa. Na katika usaili wangu wote huo nilifanikiwa kuingia kufanya usaili wa mahojiano, ambapo usaili wa kuandika kwa upande wa Kiswahili nilipata 72 na mtihani wa kuandika wa literature nilipata 80. Nimesikia uvumi kwamba mimi sikufaulu kwenye usaili wangu wa kuandika wa Kiswahili, kwamba mimi sikupata nafasi ya kwenda usaili wa mahojiano. Hiyo taarifa sio kweli. Nilifaulu, nilipata alama 72 na pia inasemekana nimesoma Chuo Kikuu cha Dodoma. Hizo taarifa sio za kweli. Mimi nimesoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu DUCE. Ndipo niliposoma. Kwa hiyo taarifa zinazoendea mtandaoni sio za kweli. Na namba yangu ya usaili mimi sio hiyo iliyowekwa ambayo inavuma kwenye mtandao, bali namba yangu ni 22585. Hiyo ndo namba yangu ya usahili. Jamani walimu wenzangu, ninachopenda kuambia, mchakato huu wa ajira ni mchakato mzuri. Kwanza unatufanya tunaweza kupata walimu wazuri sana. Kwa hakuna labda kitu ambacho sije upendeleo wala nini. Yaani ni tunatakiwa tu kujiandaa vizuri, tujiandae vizuri na usaili. Tufanye usaili, tutakapokuwa tumefaulu, naamini hakuna aliyefaulu atakayeachwa, na mimi tutachukuliwa na tutakuwa watumishi wema na wazuri, kwa sababu tumepita kwenye mchujo na kuchaguliwa wale ambao ni walimu waliofanya vizuri. Yaani wewe jiandae vizuri, naamini maandalizi yako yatakupeleka unapotakiwa kufika. Mimi napongeza sana waliopita, lakini pia nawakaribisha, karibuni sana Mpwapwa. Mchakato mzima jamani ni vizuri, kama ambavyo kwenye matangazo tulikuwa tumepewa kwamba hakikisha unakuja na vifaa vyote kuja navyo, hakuna changamoto ambayo utakabiliana nayo. Ukija umejiandaa, hakuna kitu ambacho utakuja kwako itakuwa kama changamoto. Ukifanya mtihani vizuri, utakapofaulu, hakuna mtu ambaye atachukua nafasi yako, labda useme labda kwa kutoa hela au kwa kufanyaje. Yaani ukifaulu, umefaulu, na wewe ndiye utakayepata kazi utakapokuwa umefanya vizuri pale. Kwa mchakato mzima ni mzuri jamani. Kwa hiyo tusije tukasikiliza maneno ya watu kwamba sijui kuna hiki. Yaani tujiandae, tunajua wanatusaidia vizuri na kila kitu kitaenda sawa. Pia jamani ndugu zangu walimu, kutoa taarifa ambazo sio za kweli hasa kwenye mitandao ya kijamii sio kitu kizuri na ni kinyume na cha sheria za nchi yetu. Hicho kutoa taarifa kama hizo zitaweza kusababishia wewe kujikuta katika mazingira magumu. Yaani utapata changamoto sana, kwa sababu inaweza kukupa tayari sifa mbaya. Yaani haitakupa wewe nafasi nzuri hata utakapokuwa huko katikati ya watu au miongoni mwa watu au katika jamii fulani. Yaani hautakuwa mtu mzuri. Kukubali kwako kutakuwa ni changamoto, kwa sababu huna taarifa za kweli. Yaani wewe ni mtu wa kuzusha.